Tuko katika mwaka mwingine na tunamshukuru Bwana sana kwa sababu ya kutukubali ama kuturidhia kuingia mwaka wa 2026. Bwana Yesu asifiwe. Tuliambiwa pia kadri unavyoongeza pia unafanya nini? Unapunguza pia. Umri unasonga na miaka nayo inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo nikiongeza ninapunguza, yaani naongeza wingi wa siku zangu, lakini napunguza pia siku zangu za kukaa hapa duniani. Alipwe Yesu. Kwa hivyo Bwana ametukubali. Tulifundishwa siku ya Ijumaa ile ya mkesha wa tarehe 1 na tukaona ya kwamba kuna wengi ambao waliomba Mungu, wakamsihi Mungu sana ya kwamba Bwana awajalie wavuke ule upande wa pili wa Yordani. Manake kulikuweko na Yordani na Yeriko. Walipokuwa wakikabili Yeriko, kizingiti ambacho kilikuwa mbele yao ni Yordani. Wavuke Yordani waingie Yeriko na hatimaye waingie katika nchi ya ahadi. Kwa hivyo walikuwa wanaiona ndio ile pale. Bwana Yesu asifiwe. Na ikawa sasa Musa akaangalia hali yake, akaona hapa mimi niko disadvantaged. Bwana Yesu asifiwe. Akaona kabisa katika hali ilivyo, basi ninaona kwamba sina nafasi, hata nafasi yangu ya kuvuka Yordani ni ndogo sana, ni finyu sana. Kwa hivyo akaamua amgeukie Mungu, amuombe Mungu ili kwamba akamsaidie, akamsihi sana, tena akajinyenyekeza. Maandiko yanasema kwamba alinyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Ili afanye nini? Apewe tu nafasi ya kuvuka. Lakini Bwana, maandiko yanasema kwamba alikuwa amemkasirikia kwa sababu ya wana wa Israeli, na pamoja na kusihi kwake Bwana hakumkubali kuvuka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu moja ama nyingine, huenda mimi nilimkasirisha Mungu ama wewe ulimkasirisha Mungu, lakini akatukubali tuvuke. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeingia huu mwaka, namshukuru Mungu sana kwa sababu naamini ya kwamba kuna mambo mazuri Mungu ameyapanga ama ameyaandaa kwa ajili yangu na kwa ajili yako pia. Naamini utakuwa ni mwaka ambao kila mmoja ataukumbuka, maana kuna vitu ambavyo Mungu ataviachilia vya ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo na mimi kwa sababu ya yale mambo ambayo naamini Mungu atayatenda, nikaona kwamba tujitayarishe na mapema kwa kujifundisha somo ambalo litatusaidia kujipanga wakati tunatarajia yale mema kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka tuingie katika neno letu siku ya leo. Tasoma katika kitabu cha Utangulizi, Zaburi 68 mstari ule wa 9. Zaburi 68 mstari ule wa 9. Biblia inasema, nafikiri kila mmoja uko pale, Zaburi mlango ule wa 68 verse 9. 68 mstari ule wa 9. Kitabu ni cha Zaburi. Mungu, ulinyesha mvua ya neema, urithi wako ulipochoka uliutia nguvu. Tarudia. Mungu, ulinyesha mvua ya neema, urithi wako ulipochoka uliutia nguvu. Bwana alibariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Mungu ulinyesha mvua ya neema.
mvua ya neema. Urithi wako ulipochoka uliutia nguvu. Mungu ulinyesha mvua ya neema. Urithi wako ulipochoka uliutia nguvu. Neno ambalo unapolisoma labda unaweza ukienda katika Kizungu inakwambia you gave abundant showers, oh God, you refreshed your weary inheritance. Mimi na wewe tu urithi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe tu urithi wa Mungu, na kuna terms nyingi ambazo Bwana aliweza kuzitumia ili kudhihirisha vile anavyotuchukulia. Kuna wakati mwingine alituita sisi tunu. Bwana Yesu asifiwe. Alituita tunu. Unajua maana ya tunu? Hapa anasema urithi wako ulipochoka. Kwa hivyo mimi ni urithi wa nani? Mimi ni urithi wa Mungu. Wewe unajua maana ya urithi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi kumbe nimebadilika. Mungu hana urithi mwingine. Urithi alio nao ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nasema Mungu ulinyesha mvua ya neema. Urithi wako ulipochoka uliutia nguvu. Maana hufika mahali huu urithi wa Mungu ukachoka kwa sababu ya mambo mbalimbali. Unajua mara nyingi tunachoka kwa sababu ya yale mapito ambayo tunayapitia. Hufika mahali tukachoka. Bwana Yesu asifiwe. Na mara nyingi kuchoka kwetu huwa kunakuwa na sababu nyingi. Kwa sababu nyingi, na ndio maana katika kitabu cha Mathayo Biblia inasema ya kwamba njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitafanya nini? Nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hufika mahali tukachoka kwa sababu ya mizigo tuliyobebeshwa. Kuna vitu vingi hutuchokesha, maana mwanadamu huwa yuko na mzigo katika bega lake ambao umetoka katika ule upande wa adui. Alafu yuko na nira katika shingo ambayo isipovunjwa unakuwa unachokeshwa, maana utafanyishwa kazi. Wale watu ambao tumeishi katika zile jamii za watu ambao wanapenda sana mambo ya kuwanga. Bwana asifiwe. Unanielewa ninavyomaanisha? Kuna wakati mwingine unaweza amka umechoka na unashindwa ni nini ambacho kinaendelea. Kumbe mara nyingine unachukuliwa, unaenda unafanyishwa kazi. Wako watu wa sampuli hiyo. Nakumbuka kuna mzee mmoja ambaye tulikuwa tunamjua kule kwetu. Ulikuwa ukimuona njiani, mwenda direction moja, yeye anaenda Vipingo ama waenda Shariani, na mmekutana, ni ugeuke urudi. Bwana asifiwe. Ama ukajifiche mahali mpaka akishe ametokomea. Kwa sababu wakati mkisema mtashika njia moja hivi, utambeba mpaka afike stage na hutajua kwa mgongoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mzee alafu orange na rangu. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Isaac Tunje, si ndio? Yeye alikuwa anaitwa Tunje pia. Ulikuwa ukimwona huyo mzee unajua basi tabeba mtu hapo. Hapa siendi peke yangu, lazima ndamweka mongoni. Bwana asifiwe. Na alikuwa ndivyo alivyo. So unafika mahali unaona mbona mimi sahi huna mzigo, lakini unajisikia kwamba umelemewa. Tena si ajabu hata mnafika jasho mosi nilivyo. Unamwona ndio huyu kabisa, naye pia yuatoa jasho kweli, lakini ni kukuhadaa tu, yuko mgongoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo. Tunachoka, na mara nyingi sana afadhali kuchoka katika mwili kuliko kuchoka katika roho. So huu urithi wa Mungu hauzungumziwi kuchoka katika kubeba ile mizigo tunayoiona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni kuchoka katika moyo. Na kuchoka huku huwa ni kubaya sana. Maana unaweza kufika mahali wewe mpendwa ukajipata kwamba unasikia umnyonge, umdhaifu, umekosa amani, mpaka unashindwa kwa nini kinachoendelea. Mgonjwa, lakini unavyokaa ni zaidi ya mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe.
Ni kwa sababu katika moyo kuna mizigo. Sasa Mungu anasema ya kwamba alinyesha mvua ya neema, alinyesha mvua ya neema, na urithi wake ulipochoka aliutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna nguvu ambayo Mungu ameiachilia. Tulivyoingia mwaka wa 2026, Mungu ataachilia hii kwanza. Bwana asifiwe. Naamini katika ibada hii Mungu yuko na neno kwa ajili yetu, kwa ajili ya huu mwaka wote huu. Alipe Yesu. Na katika hiyo kuna hii nayo neema ambayo Mungu ataiachilia kuanzia hivi leo. Baada ya ibada hii, wewe ambaye umejaliwa kuingia katika hii ibada, utaipokea hii neema itakayokubeba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunataka tujifunze kuhusu neema. Ulinyesha mvua ya nini? Ya neema. Urithi wako ulipochoka uliutia nguvu. Tunataka tujifunze kuhusu neema. Nafikiri wengi sana tumesikia neema ikifundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo nataka tuiangalie kwa kina. Tuiangalie kwa kina na tuone neema iko na kazi gani katika maisha ya mtu aliyeokoka. Alipe Yesu. Katika sehemu hii nataka tusome kwanza kitabu kile cha Waebrania 4:15 na 16. Waebrania 4:15 na 16. Leo moja na mimi niko hapo. Nasema hivi, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu dhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, bali hakufanya bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema, kwa ujasiri, tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Ukisoma Danieli 10:11 unaona pale Danieli anaambiwa na yule malaika Gabriel, Danieli uliyependwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika hii nataka tukiangalie hii neema. Kwanza kabla tuingie katika ile andiko, neema ni sehemu ya nguvu ndani ya mwamini inayomsaidia kukaa katika mazingira yoyote yale ndani ya wokovu, yawe mabaya au mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumzia neema, na neema ni nguvu. Sasa usitaki ukose kuelewa, kwa sababu kuna maandiko ambayo tumeyasoma na yametaja hii neema na ikaunganisha na kitu kingine. Kuna katika kitabu cha Waebrania unaona anasema ya kwamba si zaidi sana yule aliyemkanyaga roho aliyeikanyaga ama aliyehesabu damu ya mwana kondoo kuwa ni bure na kumfanyia jeuri roho wa neema. Bwana asifiwe. So roho wa neema, nataka nirudi katika hiyo neno roho wa neema. Hapa ameitwa roho wa neema. Sasa kwa nini awe roho wa neema? Hii neema tunaipata wapi? Bwana Yesu asifiwe. Tumeona ya kwamba neema ni nguvu. Utaelewa vizuri sana tunavyoendelea. Neema ni nguvu. Ni nguvu ndani ya mtu wa kuokoka ama ni ndani ya muamini. Neema ni nguvu.
Alafu hapa kuna roho wa neema. Kwa hivyo roho wa Mungu si neema, bali yeye ndiye amebeba ile neema. Bwana asifiwe. Yeye si neema, kama vile tulivyoona kwamba Roho Mtakatifu si nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu ni roho wa Mungu na ni mtu kamili kama tulivyozungumza, lakini yeye ndiye amebeba ile neema, ndiye amebeba ile nguvu. Sasa hii neema iko katika viwango, maanake atakanidili na katika eneo moja, lakini iko katika viwango vitatu hii neema. Jambo la kwanza nimekwambia kwamba roho si nguvu, bali yeye ndiye ambaye amebeba nini? Amebeba ile nguvu. Kwa hivyo roho pia si neema, bali yeye ndiye amebeba ile neema. Kwa hivyo ukitaka kujua hiyo roho wa neema, hiyo katika kitabu kile cha Waebrania 10:29 aliitwa roho wa neema. So nataka nikuelezee kuhusu neema katika kiwango cha undani kiasi. Sasa tumeona kwamba neema ni nguvu ndani ya mwamini inayomsaidia kukaa katika mazingira yoyote, yawe ni mabaya au yawe ni mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa usijaribu ama usichanganyikiwe. Kwa sababu kwa nini? Wakati wa mazuri unahitaji neema, utaelewa vizuri sana. Maana hata hivi tunapozungumza kuna wengi ambao baada ya kuingia katika mafanikio walipotea kwa sababu walikosa hii neema alivyo Yesu, na waliangamia, na wengine wakamwacha Mungu, wakakengeuka, wakaiacha njia ya Mungu na wakafuata mambo yao, kwa sababu nyakati za mafanikio zimewajia. Kwa hivyo hii neema inakusaidia, itakufanya wewe udumu pamoja na mafanikio, utadumu katika Mungu. Hii neema ina uwezo wa kusaidia wewe kukaa katika mazingira mabaya ama magumu, kukaa katika shida na ukavumilia. Hii neema, na ndio nimekuambia huu mwaka si mwaka wa mabaya. Bwana asifiwe. Naamini Mungu ataachilia mambo mazuri, na tunahitaji hiyo neema itusaidie kukaa katika hayo mazingira mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tunaposoma vizuri, nataka uelewe ya kwamba tunahitaji neema. Waebrania amesema ya kwamba kwa kuwa hatuna kuhani mkuu namna hii asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anatuambia tukikaribia kile kiti cha neema ili tupewe rehema, tupate rehema na tupewe neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Katika hizi aina tatu za neema, ukisoma kitabu kile cha Tito 2:11 utaona kuna neema katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Neema imejigawanya makundi matatu. Bwana asifiwe. Ya kwanza ni neema katika wokovu, yaani neema ituokoayo. Bwana asifiwe. Hii ni nguvu ujue. Na mimi kabisa nilikuwa ni mtu muovu ndani yangu, nilikuwa nimemtenda Mungu dhambi, nilikuwa nimepungukiwa na utukufu wa Mungu, sikuwa ninafaa, lakini kwa sababu ya hii neema, Bwana Yesu asifiwe. Ukumbuke tumeokolewa kwa nini? Tumeokolewa kwa neema. Bwana asifiwe. Tumeokolewa kwa neema. Kwa hivyo hii neema inahusika na wokovu wangu. Hiyo ni aina ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Tito 2:11 sema, maana neema iwaokoayo wanadamu imefunuliwa. Ukisoma mstari wa 12 nakwambia, nayo inatufundisha kukataa kila namna ya ubaya. Hii neema, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nimekwambia hii neema, nimekwambia roho si
neema, lakini ndiye aliyebeba ile neema. Kwa hivyo neema ikiwa ndani yako itakufundisha, maana yule ambaye amebeba neema huwa anakaa ndani yako. Huwezi kuwa na neema kama huna huyu Roho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo neema inatufundisha kukataa kila namna ya ubaya. Hiyo ni neema iokoayo. Ya pili, neema katika utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Alipe Yesu. Neema katika utumishi, utasoma Galatia 1:15. Neema katika utumishi. Kama kuna mtu ambaye amepata anaweza kusomea. Nataka nisitaje tu alafu tuingie katika ile sehemu ya mwisho ambayo tutaiangalia zaidi. Wagalatia 1:15. Ningepata mtu akunisaidia ndio tuwe na haraka. Moja 15 inasema, lakini Mungu alinitenga tangu tumboni mwa mama yangu, akaniita kwa neema yake. Nazungumzia neema katika utumishi. Bwana asifiwe. Na hii ndio sehemu ambayo maandiko yanasema sisi ni watumishi wa Mungu wa neema mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila mtu aliitwa na akaachiliwa neema ndani yake. Na kuna vitu ambavyo mimi siko navyo lakini mtumishi mwenzangu yuko navyo. Kuna vitu ambavyo mimi sina, Reverend Ben yuko navyo. Kwa hivyo nitamtegemea. Bwana asifiwe. Kuna vitu ambavyo Reverend Ben hana, mimi niko navyo, atanitegemea. Kuna vitu ambavyo sisi hapa juu hatuna, lakini kuna wewe huko uko nacho. Bwana asifiwe. Hiyo ni neema. Tunazungumzia neema mbalimbali. Kwa hivyo hii ni aina ya pili ya neema. Kazi nyingine ya neema katika utumishi. Neema katika utumishi. Na tunasikia kuna mtumishi fulani yuko na neema ya jambo fulani. Yeye ukitaka jambo fulani, ukimuita mchungaji fulani akija, kuna hiyo watu wanakuwa na hiyo misemo. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni vizuri kwamba watu wametambuana, wamejua kwamba fulani hili ni eneo lake. Kwa hivyo badala ya kwamba ning'ang'ane, naweza nikamuita huyu akanisaidia katika hili eneo, maana ni eneo ambalo Mungu amempa neema. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wananielewa? Alafu sehemu ile ya tatu, neema katika mahitaji, ambayo ndio pale mahali tumesoma. Neema katika mahitaji. Na hapa ndipo nataka tuingie, tutulie. Bwana Yesu asifiwe. Neema katika mahitaji. Neema katika mahitaji. Ile neema mbalimbali iko katika waraka wa kwanza wa Petro 4:10. Unaweza andika kwamba si watumishi wa Mungu wa neema mbalimbali. Ni waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 4 mstari wa 10. Hiyo ndio unapata hilo andiko. Neema katika maisha yetu huwa ni muhimu sana. Na hili eneo ni eneo ambalo nataka ulielewe vizuri tunapoingia mwaka wa 2026. Neema ni kitu muhimu. Ni kama vile gari ambayo haifanyi oiling. Ilikuwa tunasema oiling. Kuna parts ambazo hazitatembea smooth pasipo kuwekwa grease na kuwekwa oil. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri wale wenye wana vifaa hivi wanaweza kuelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika maisha, ukitaka kuona ugumu katika maisha ya wokovu, kosa neema. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia neema ziko tatu, na hizi zote lazima ziwe ndani yako. Maana utahitaji neema katika huduma yako, katika utumishi wako utahitaji neema. Katika wokovu unahitaji neema. Bwana Yesu asifiwe. Na katika mahitaji unahitaji nini? Unahitaji neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kitu ambacho ni muhimu sana katika maisha yetu. Siwezi kuishi maisha ya ushindi pasipokuwa na hii neema. Siwezi kuishi maisha ya amani katika wokovu nisipokuwa na hii neema. Kwa hivyo hii neema ni kifaa muhimu sana katika
ya mwamini. Na ndio maana Mungu anasema alifanya kuiachilia mvua, yani alifanya kuimwaga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu neema ikiwa nyingi, utamshangaa mtu ambaye ameokoka anapitia vipindi vigumu, lakini unamuona yuko katika utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaanguka, lakini yeye amefanya nini? Amesimama. Siri ni nini? Ndani yake kuna neema. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na hii neema utashangaza watu. Wakati watu wanalia, wewe una furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unaziangalia nyakati za mwisho zinazokuja. Unauangalia mwisho wako. Wewe hauangalii kinachoendelea sasa, unaangalia matokeo ya kule unakoenda kwa kulingana na unachopitia sasa. Na hilo itakusaidia wewe kufocus. Bwana Yesu asifiwe. Utafocus na kile ambacho kiko mbele, hautafocus kile ambacho kinaendelea, ambacho kimekuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio unaambiwa wale katika Ibrania 11 unaambiwa Mungu, kuna wale ambao walishuhudiwa kwamba walikuwa ni wenye imani. Wanasema kwa imani wakaziona zile ahadi kwa mbali. Bwana asifiwe. Na wakazishangilia. Wakazishangilia. Wameziona kwa mbali, wakazishangilia. Na usisahau hawakuzifikia. Bwana asifiwe. Hawakuzifikia kwa sababu Mungu alikuwa amesema hawatapokea mpaka sisi alipe Yesu. Lakini hao wakaziona kwa mbali, ndio zile, na hata kama hatutazifikia, lakini kwa kuwa zile zimewekwa kwa ajili yetu, wakashangilia. Haleluya. Na maandiko yanasema Mungu haoni aibu kuitwa Mungu wao. Haoni aibu kwa sababu hawa watu hawakuyapenda maisha yao. Walikuwa wameamua tu kama ni kufa tufe katika Bwana. Wakaziona ahadi kwa mbali. Kilichowasaidia ni nini? Ilikuwa ni ile neema ndani yao. Hata nyakati ngumu walikuwa na utulivu. Sasa Waebrania anasema ya kwamba tukikaribie kile kiti cha neema ili tupewe rehema na neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Sasa hii neema nimekwambia katika mazingira yoyote. Sasa tuelekee katika mahitaji. Mahitaji yako katika sehemu mbili. Bwana asifiwe. Wakati kuna hitaji, wakati tunapoingia katika eneo la uhitaji, huwa mtu anapokuwa katika shida atahitaji nguvu ya kumbeba katika kile kipindi kigumu. Bwana asifiwe. Na tumezungumzia hii neema. Tunahitaji kuwa na neema wakati wa matatizo, wakati wa mahitaji. Lakini wakati ule pia, wakati kile kipindi kimetoka, kuna wakati nilikuja nikafundisha hapa, sema baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abrahamu kusema, baada ya mambo hayo, nikakwambia kuna kipindi cha mambo hayo na kipindi cha baada ya mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaelewa vizuri wewe uliyekuwa hapa wakati huo, kuna kipindi cha mambo hayo na kipindi cha baada ya mambo hayo. Kwa hivyo kile kipindi cha baada ya mambo hayo, watu ndicho ambacho wanaking'ang'ania. Watu wanakitaka sana, wanamuomba Mungu, yaani wanataka tayari waende katika kipindi cha baada ya mambo hayo. Lakini acha nikwambie, kuna kipindi cha mambo hayo huwezi kukikwepa. Hautaingia kipindi cha baada ya mambo hayo kabla uingie kipindi cha mambo hayo. Na hichi kipindi wapendwa, si rahisi. Angalia vile Yusufu alivyopitia kabla afike kile kipindi cha baada ya mambo hayo. Alipitia kipindi gani? Kile kipindi cha mambo hayo huwa ni kipindi watu hawakitamani. Hata sasa nawaambia, nataka niwe kama fulani, nataka niwe kama Reverend Beni. Bwana asifiwe. Lakini ukumbuke Beni alikuwa na kipindi cha mambo hayo. Je, kikija kwako utakiweza? Maana hiyo neema iliyo ndani yake ili nategemea na kile kipindi cha mambo hayo alichokuwa nacho. Haleluya. Si kama unanielewa. Kwa hivyo Yusufu alikuwa na kipindi cha mambo hayo, na wengi hatukizungumzii. Tunashuhudia tu Yusufu
tunazungumzia sana ule upande ambao Yusufu alikuwa ni waziri mkuu wa kwanza katika historia ya dunia. Yeye ndo alikuwa waziri mkuu wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani waziri mkuu mwenye mamlaka. Maana hata rais mwenyewe alisema, pasipo neno lako mtu hatainua mkuu Misri hii. Alipe Yesu. Yeye mwenyewe akiwa anasema mimi ndo nitakuwa mtu wa kwanza na wa pili ni wewe, lakini si wa pili tu, mimi nitakuwa niko chini huku, hata niko tu, wanasema ni under the shadow, si ndio? Kwa hivyo wewe utakuwa ndio kusema Misri hii. Kwa hivyo ni kama alichukua mamlaka akayaweka kwa nani? Kwa hivyo waziri mkuu wa kwanza aliyekuwa na nguvu alikuwa ni Yusufu. Lakini je, unakijua kipindi chake alichopitia kabla afike hapo? Alihitaji neema. Alafu sasa ile muhimu zaidi ni wakati ule sasa ameingia kipindi cha mambo hayo. Alihitaji neema, hakuhitaji neema. Maana hapo ndipo angekengeuka akamwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Si kama unanielewa. Hapo ndipo ilikuwa ni rahisi Yusufu amwache nani? Amwache Mungu. Waziri mkuu, una kila kitu. Watu wote wa Misri ghafla wakafanywa wale wanasema ni subjects. Kiswahili wanasemaje? Walifanywa subjects. Waswahili hapo wasome. Alipo Yesu. Ghafla yeye akiwa katika nchi ya ugeni, wale ambao alikuwa mgeni kwao wakabadilishwa kuwa subjects, kuwa watumwa wake, kuwa watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Maana mtu ambaye ni subject ni mtu ambaye hakupingi neno. Unapomwambia fanya. Na unajua nyakati zile mtu ambaye alikuwa ni subject hakuwa na say kwa yule aliye juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ule ilikuwa mara nyingine hata huuawi na yule mkubwa wako. Ndio unaona wale askari waliokuwa wamelinda lile kaburi la Kristo kwamba asifufuke, wasije wanafunzi wakati wakamwiba. Kuna jambo ambalo kama unasoma vizuri utaelewa. Hawa watu walikuwa na hofu ndani yao wakati walipogundua Kristo amefanya nini? Ametoka katika ile kaburi. Kwa sababu ukifika kule unaambiwa wale, na ukisoma kile kitabu pia cha Matendo ya Mitume, wakati nafikiri Paulo na Sila walipokuwa pale gerezani, walipomsifu Mungu, magereza ile mlango ya gereza ikafanya nini? Ikafunguka, vifungo vikaanguka, na kila mtu pale aliyekuwa pale ndani, hakuna mtu ambaye alibaki na nyororo. Wale walinzi walipozinduka na wakashtuka kwamba gereza liko wazi, malango ya gereza yako wazi, walifanya nini? Walichomoa visu, wakataka kufanya nini? Kujiua. Kwa sababu hiyo wanasema kule ulikuwa ukifanya kosa, umekabidhiwa kazi, na ile kazi ikifeli hakukuwa na jambo lingine, ilikuwa ni kuuawa. Kwa hivyo wale walikuwa wamemaster hiyo kwamba hata nikienda kule hakuna vile nitaponea, nikufa nitakuwa. Kwa hivyo wale walikuwa wanajiua wenyewe kabla afike hata kwa mkubwa. Akijua mimi nimefanya kosa, haendi kwa mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo walivyojua milango iko wazi, bila shaka wafungwa wamefanya nini? Wametoroka. Sasa utaulizwa, kama alitoroka ulikuwa unafanya kazi gani? Ulikuwa wapi? Sasa hayo maswali kuyafanya mafupi ni kujiua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini wacha nikwambie, hapa tunamuona mtu wa Mungu Yusufu, pamoja na ukwasi wote aliokuwa nao, bado kwa sababu kulikuwa na neema ndani yake akamaintain. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neema ina umuhimu sana katika maisha ya muamini. Wakati unapokuwa katika matatizo unahitaji neema, na wakati wa kufanikiwa unahitaji nini? Unahitaji neema. Bwana Yesu asifiwe. Na hii neema ndiyo itakayokusaidia mpendwa. Na naona kuna watu ambao anapoinuliwa kidogo, mchungaji huwa anasema, kuna mtu hapa tu ameajiriwa EPZ,
ana mshahara tu ni operator anapata 15,000, tayari kwa nyumba anakuwa mjeuri na anajiona kwamba anaweza kuishi bila mume. Bwana asifiwe. Hakuna neema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wana mishahara zaidi ya hiyo, lakini ni wake za watu na wametulia. Bwana Yesu asifiwe. Maana wako na neema inayowakontrol. Maana hii ni nguvu inayorahisisha mambo. Haleluya. Yaani neema ikiwa ndani yako hufanya yale magumu kuwa mepesi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wapendwa, tunahitaji neema. Mungu ulinyesha mvua ya neema, na urithi wako ulipochoka uliutia nguvu. Bwana huachilia hii nguvu ikatubeba. Na pia tunapokuwa tumetoka katika kile kipindi cha kuchoka, Bwana huachilia hiyo neema ili kutulinda. Tuenende, tubaki katika mipaka ya sawa. Tusitoke nje ya mipaka yetu.